Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa pili mfululizo ili kutoa nafasi zaidi kwa juhudi za kidiplomasia, kwa mujibu wa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz. Akizungumza na Fox News jana Jumapili, Waltz alisema Trump anataka kuyapa mazungumzo nafasi na muda zaidi. Baadaye msemaji wa jeshi la Iran alisema Tehran nayo imesitisha mashambulizi iliyotaja kuwa ya kulipiza kisasi katika ukanda huo. Hatua hiyo inafuatia karibu wiki mbili za mashambulizi ya kila siku ya Marekani na mashambulizi ya kujibu kutoka Iran ambayo yalivuruga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni. Hata hivyo, Waltz alisisitiza kuwa kusitishwa kwa mashambulizi hakumaanishi Marekani imeachana kabisa na uwezekano wa kuongeza operesheni za kijeshi. Rais bado ameacha chaguzi zote mezani, Waltz aliambia NBC. Pia alikanusha taarifa kuwa maafisa wa Marekani walikuwa wameonya kuwa kupanua vita kungeweza kupunguza kwa kiwango hatari akiba makombora na silaha za ulinzi wa anga. Waltz alisema jeshi la Marekani lina vifaa na uwezo unaohitajika kuendelea na operesheni hizo iwapo itaamuliwa kufanya hivyo. Hadi kufikia Jumapili jioni, Trump alikuwa hajazungumza hadharani kuhusu hatua hiyo. Hata hivyo, mapema alikuwa amechapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social picha zilizotengenezwa kwa kompyuta zikionyesha ndege za kijeshi za Marekani zikishambulia meli za Iran na kisiwa cha Karg. Wakati huo huo, Iran na Oman zilifanya duru kadhaa za mazungumzo ya kiufundi mjini Teherani Jumaa na Jumamosi kuhusu usimamizi wa mlango wa Hormuz, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei. Mlango huo muhimu bado ni moja ya vikwazo vikubwa vinavyozuia kupatikana kwa suluhisho la kudumu. Iran na Marekani zilisaini hati ya maelewano mwezi Juni iliyolenga kusitisha operesheni za kijeshi, kufungua tena mlango wa Hormuz na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60. Makubaliano hayo yalianza kuvunjika baada ya vikosi vya Iran kutuhumiwa kushambulia meli za mafuta katika mlango wa Hormuz Julai 13. Marekani ilijibu kwa kuanzisha tena mashambulizi ya anga na kurejesha zuio la kijeshi katika bandari za Iran. Iran nayo ilishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati na kusababisha vifo vya wanajeshi 4 wa Marekani. Wizara ya Afya ya Iran imesema mashambulizi yaliyofuata Marekani yameua watu kadhaa. Mapigano hayo pia yameathiri soko la nishati duniani, huku bei ya mafuta ikifikia dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu Mei, kutokana na hofu kuhusu usafirishaji wa bidhaa kupitia mlango wa Hormuz. Trump anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu White House Jumanne hii, huku mazungumzo kuhusu mustakabali wa vita yakiendelea.